Mwongozo wa kujifunza Biblia, hili likiwa ni somo la 10 la robo hii ya kwanza mwaka 2026. Robo hii tunajifunza mada kuu inayosema kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Na somo la 10 linasema kutimilika katika Kristo. Hii ni kwa ajili ya Februari 28 hadi Machi 6. Hii ni Sabato mchana, Februari 28. Somo la juma hili Wakolosai 2, Waebrania 7:11, Isaya 61 aya ya 3, Wakorintho wa kwanza sura ya 3 aya ya 6, Kumbukumbu la Torati 31 aya 24 hadi 26, Warumi 2:28 na 29, Warumi 7 aya 7. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Wakolosai 2:16 na 17. Neno la Mungu linasema, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Je, umewahi kuulizwa kwa nini unaitunza Sabato? Huenda hata fungu la kukariri la juma hili lilitumiwa kama ushahidi dhidi yake. Hata hivyo, fungu hili halikuandikwa kuhusu amri ya 4, bali kwa kujibu makosa yaliyofundishwa na baadhi ya walimu wa uongo katika kanisa. Makosa haya yalikuwa yapi? Kwanza, mafundisho ya uongo yanaelezewa kama elimu, mapokeo ya wanadamu, mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Wakolosai 2 aya 8. Pia ilihusisha tohara na kushika sikukuu za Kiyahudi. Wakolosai 2:11 na 16, pamoja na kaida za usafi wa Kiyahudi na kanuni zinazohusiana na chakula. Wakolosai 2:16 na 21. Ilihusisha kuabudu malaika au pamoja na malaika au jaribio la kuiga ibada ya malaika. Wakolosai 2:18. Na hatimaye yalitokana na maagizo na mafundisho ya wanadamu, na inawezekana yalihusisha desturi za kujinyima raha na anasa. Wakolosai 2:22 na 23. Walimu hawa wa uongo kwa dhahiri walikuwa watu wenye kushika dini na waaminifu, lakini pia walielewa Injili vibaya. Juma hili tutaona kwa nini fungu la kukariri halihusiani na kushika kwetu Sabato ya siku ya 7. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Machi 7. Jumapili tutajifunza hekima na maarifa ya Mungu. Jumatatu, wenye shina na kukua katika Kristo. Jumanne, iligongomelewa msalabani. Jumatano, kivuli au mwili. Alhamisi, maagizo ya wanadamu. Ijumaa, jifunze zaidi. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Karibu katika mjadala wa juma hili. Mungu atubariki sote.